Katika wito wa waandishi wa habari wa ikulu ya White House siku ya Alhamis, katibu wa waandishi wa habari Karoline Leavitt alitoa ujumbe ambao alisema ulitoka kwa rais moja kwa moja unaohusishwa naye. Rais Donald Trump hapo awali alisema kwamba yupo tayari kuingia na aliidhinisha kuingia katika vita pamoja na Iran kwa kuisaidia taifa la Israel, lakini alisema anahitaji kufanya maamuzi ya mwisho. Kulingana na ukweli kwamba kuna nafasi kubwa ya mazungumzo ambayo yanaweza au yakafanyika au yasifanyike na Iran katika siku za usoni, nitafanya uamuzi wangu wa kwenda au kutokwenda. Akatoa muda wa wiki 2 zijazo, Leavitt alisema. Siku moja mapema, siku ya Jumatano, Trump aliwaambia waandishi wa habari, nina mawazo juu ya nini cha kufanya, lakini sijafanya final. Napenda kufanya uamuzi wa mwisho sekunde moja kabla ya wakati wake wa kuingia vitani. Aliongeza akizungumzia ushirika wa moja kwa moja. Ninaweza kufanya hivyo, labda nisifanye. Pengine wiki ijayo itakuwa kubwa sana, labda chini ya wiki. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulitoa taarifa ukisema, Iran haijadiliki kwa kushurutishwa, haitokubali amani kwa kulazimishwa, na kwa hakika si kwa mtu ambaye amekuwa na ushabiki anayeng'ang'ania umuhimu wake. Kutokuwa na uhakika kuhusu kuhusika moja kwa moja kwa Marekani katika mzozo huu kunakuja wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akimtaja Trump rafiki mkubwa wa Israel na kumshukuru kwa kusimama pamoja naye. Hali halisi inayoendelea kwa Donald Trump na Marekani ni kwamba Donald Trump mpaka sasa anasubiria kufanya final decision kwa ajili ya kuingia Israel, lakini utaratibu wa kuidhinisha kuhusiana na kuingia vitani amekwisha kukamilisha na kuweka sawa kila kitu, isipokuwa final decision ndio inaweza kuchukua wiki au chini ya wiki kulingana na maelezo ya Donald Trump.